kuanzia kwa ndoa ya katika ulimwengu wa roho. Alafu pia kando na ile majini, unaona, kando na ile majini kuja katika ndoto, wote umeoa ama unafanya ngono na mtu. Kando na hiyo pia kuna wachawi, unaona, kuna wachawi. Mchawi anaweza kukutamani, anajua obvious huwezi ukamkubali. Hata ni unajua wachawi wengi, tuseme hata kama ni wazee waliopopea, unaona, bwana anatamani, anaona msichana wa mtu anamtamani, anajua hawezi akamkubali, ama inakuwa katika mwili inakuwa ni aibu sana kuona mzee kama huyo ameenda kwa msichana. Sasa ananyamaza tu, anatumia uchawi. Wakati wa yule msichana atakuwa analala, ataenda atavaa sura ya mtu mwingine na anaenda kulala na huyo msichana, huyo mchawi. Msifu Yesu. Amina. Kwa hivyo unaona sasa, kama watu ambao wameokoka inafaa wakuwe macho sana, kwa sababu utapata umelala na mchawi katika ndoto, anavaa sura ya mtu mwingine. Hata labda mimi ni mtu kama hivi na mtu mchawi huyo ni kazee hivi, alafu kanavaa sura ya kijana mwingine na ni mtu tu binadamu, lakini ni mchawi. Anatumia uchawi, anajipandisha, anavaa sura ya mtu mwingine, akuja analala na mimi. Kwa hivyo ukikutana na yeye kwa barabara, anakuchekelea tu kimoyomoyo. Alilala nawe katika ndoto, lakini alichukua sura ya mtu mwingine. Hivyo hata kwa vijana, utapata tu kashosho kabisa, na ni mchawi. Anavaa sura ya msichana, anakuja kulala nawe katika ndoto. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa hivyo wakati mnakutana na yeye huko, anacheka tu kimoyomoyo, asema naomba sitatuambia wakoka na nilala na yeye. Yaani hiyo ni shetani kukudharau mpaka hata amekufikisha tu kwa ukuta, na watu wanajivunia kuwa na Mungu. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa hivyo tuangalie mambo kama hayo, lazima tuyashinde katika ndoto. Hata akikuja kuwe ni msichana mrembo aje, mkemee kwa jina la Yesu. Hata akija akiwa ni mvulana handsome aje, mkemee kwa jina la Yesu, kwa sababu ngono si katika roho, ngono ni katika mwili, na ngono inafaa kuwe takatifu. Ndoa ikuwe takatifu, kitendo cha ndoa kikuwe kitakatifu. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa hivyo tuangalie sana, tusije tukachekelewa na mapepo huku